nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Nampenda Yesu wa Galilaya, ametenda makuu moyoni mwangu. Nani mwingine kama si Yesu? Mwalimu Glorimina Venance Mpua yuko kwenye kamera hizi za Mtoto wa Kiume TV. Haleluya, haleluya. Ni kipengele chetu cha 3, habari ya utumishi na utofauti wa mtoto yatima na mtoto wa mazingira magumu ya rohoni. Kwa nini tumesema kuna tofauti? Endelea kuwa na Mwalimu Glorimina, utagundua tofauti yake. Utafananisha haya matukio. Utamchukua yule mtu wa kituo cha watoto yatima, utamchukua yule mtu mwendesha hiyo huduma ya watoto yatima, alafu utakuja kumchukua na Mwalimu Glorimina wa mazingira magumu ya rohoni. Utawaweka hapo katikati. Utaona je wanafanana? Utaona je shuhuda zao ziko sawa? Utaona je ikoje? Kwa sababu mtu kumlea mtoto wa yatima, hata kama ni mlevi anaweza kumlea, hata kama ni mzinzi anaweza kumlea, hata kama ni mtu wa matabia ya aina tofauti ana uwezo wa kumlea. Ila changamoto kubwa, hawa wa huu upande wa kwangu, sio wao umeokoka tu, sio wao unaenda kanisani tu, sio wao una safari ya kwenda mbinguni tu. Kuna cha ziada. Uwe umeitwa kwenye huo mwito. Wacha tuanze kwa maombi. Mungu wetu na Baba yetu, Baba utukufu ni wako, adhama ni zako. Ni kipengele cha 3 hiki Mungu wetu cha kumtofautisha mtoto yatima na mtoto wa mazingira magumu ya rohoni. Roho Mtakatifu karibu kwa upendeleo wako. Roho Mtakatifu karibu tusaidie. Enda nasi kwa ajili tu ya utukufu wa damu yako yenye thamani. Nikiomba na kuamini. Amen. Amen. Mwana wa mfalme Yesu. Haleluya. Mungu asifiwe sana. Tunayaweza mambo yote katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Mazingira magumu ya rohoni na mwito wake ni mgumu sana. Ni mgumu mno. Wengi wananiambia hii huduma tujawahi kuisikia. Ndivyo alivyo Roho Mtakatifu. Yeye anaibuaga tu. Anaibuaga tu, anatafuta lile jambo ambalo tayari liko machoni kwa watu. Yeye yuko, niko ambaye niko yupo tu. Hebu tuanze na Isaya 35 mstari wa 5 unasemaje? Ndipo macho ya vipofu watafumbuliwa na masikio ya viziwi watazibuliwa. Mstari wa 6, ndipo mtu yule kilema atarukaruka kama kunguru na ulimi wake aliyebubu utaimba, maana katika nyika maji yatabubujika na vijito jangwani. Umeona mtoto wa kiume alichobeba? Mwalimu anawapendelea watoto wa kiume hata wanilarue, lakini shetani anauchakaza huu mwili. Wacha uchakaze, mbona naumbwa upya? Sasa hivi nikikwambia ndo yule wa ile pati ya kwanza, ule mguu mbona umekaa sawa? Uti wa mgongo mbona ndo mimi nasimama mashuleni usiku kucha na mchana kutwa? Naweza mimi mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Naweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Je, wewe una wimbo? Je, na wewe utaimba kama ninavyoimba mimi? Shetani anakuja kama mbwembwe. Anataka kumkatisha tamaa na watoto wa kiume. Yuko anabweka. Unamtisha nani? Yaani mtoto wa kifalme ambaye hana shida ndogo
wala hana shida kubwa, maana mfalme ndio yuko mbinguni na yeye ni mtoto wa kifalme. Kiti cha baba ni kiti changu, ameenda kuniandalia makao mahali aliko yeye. Mimi nitakuwa hapo na mtoto wangu wa kiume. Sijui wewe, sijui mimi, yaani parapanda ikipigwa mara moja. Isaya 35 mstari wa 5, ndipo macho ya vipofu yatafumbuliwa, ndipo macho ya watoto wangu yatafumbuliwa. Ule ukatili waliokuwa wananifanyia ukatili utaisha. Ndipo na nini kingine tena? Macho yatafumbuliwa, alafu masikio ya viziwi yatafumbuliwa. Masikio ya watoto wangu yatazibuliwa. Masikio ya wana wangu yatazibuliwa kwa jina la Yesu. Masikio ya wana wangu yatazibuliwa kwa jina la Yesu. Masikio ya wana wangu yatazibuliwa kwa jina la Yesu. Masikio ya watoto wakorofi wa mazingira magumu ya rohoni yatazibuliwa kwa jina la Yesu. Yatazibuliwa kwa jina la Yesu. Sasa je, alafu nini nyingine? Ndipo mtu aliye kilema atarukaruka. Mtoto wangu ni kilema, mtoto wangu hawezi, mtoto wangu miguu yake imepinda kwa sababu mtoto wangu ameoa mlishangazi, alafu mtoto wangu miguu imepinda ya uchumi, ndio maana anaenda kujibembeleza kwa lishangazi, alafu mtoto wangu akili yake imefyatuka na madawa kulevya, ndio maana kila siku anafanya mambo ya ukatili tu. Sasa je, kwa hiyo kumbe amekuwa kilema mwanangu, sieti amekuwa kilema hawezi. Mtoto wangu anaonewa kule kazini kwa sababu ya ubaya ambao uko kwenye mikono yake. Mtu anaweka hapo laptop, mtoto wangu anaenda na kopla kile laptop. Sasa je, huo ni ukilema? Ofisini wamemfukuza kwa sababu ya wizi, nyumbani wamemfukuza kwa sababu ya mabaya, kule na kule amefukuzwa, kanisani mahali penye kimbilio ametengwa kwa sababu ya hiyo dhambi. Kumbe amevunjwa miguu yake. Kumbe mtoto wangu amekuwa kilema. Kumbe mtoto wangu amekuwa kilema, na kiukweli ndani ya ukilema wake hapa kupatikana mtu anayesema njoo, hapa kupatikana mtu anayesema rudisha, hapa kupatikana mwanamke shujaa, hapa kupatikana mbaba shujaa, hapa kupatikana kijana shujaa anayesema kwamba rudisha. Saa imefika Mwalimu Glory Mina yuko kwenye zamu yake ya kumwambia shetani, achia wana wangu, achia wana wangu, achia waimarishwe kwa upya tena miguu yao, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu. Zamu yangu imefika, atukuzwe mwana wa Adamu. Vijiwe vya bangi vyote, Roho Mtakatifu anapita. Vijiwe vya madawa ya kulevya, Roho Mtakatifu anapita. Iko ngurumo ya neema ya Mungu, iko ngurumo ya upako inatembea, iko ngurumo ya damu ya Yesu inatembea. Saa inafika, tetemeko la damu ya Yesu linapita, tetemeko la damu ya Yesu linapita. Operation inapita kwa wana wangu, kusudi la Mungu linasimama. Walikuwa wamevunjika miguu watoto wangu, uhai kwa upya, uhai kwa upya, uhai kwa upya, uhai kwa upya. Miguu ilikuwa imejikunja, wananyooshwa tena, maana Bwana amenihakikishia saa imefika ya kufungua watoto wa kiume. Saa imefika. Haleluya, haleluya. Bwana amenipatia mzigo. Hata baada ya kumaliza hivi vipindi nitakuwa mlimani siku 7. Nimebeba majina ya watoto wangu. Hata ukinitumia jina la mtoto wako ni vizuri, ukituma jina la familia yako ni vizuri. Nina siku 7 wa mlima wa maombi, nikiwa ninaishi na maji kwa habari ya maombolezo. Mwanamke analilia watoto wake, mwanamke analilia taifa lake, mwanamke analilia uzao wake, uzao wa mwanamke. Mtoto wa kiume aliyefari kwa mama yake ameshindwa kabisa, amefeli kabisa, ndio maana anafanya mambo ya ajabu. Lakini leo nimepata tumaini jipya tena, ndipo macho yao yatafumbuliwa. Bwana ameahidi kuwafumbua wanangu macho, Bwana ameahidi kuwazibua wanangu masikio, Bwana ameahidi kuwakunjua miguu yao. Miguu ya uchumi imevunjwa, miguu ya kazi imevunjwa, ndio maana hawawezi kushika fedha. Wakishika fedha zinaishia kwenye ulevi, hawawezi kufanya kazi kwa sababu tu masikio yao
yalikuwa yameziba, Bwana amenithibitishia ya kwamba niko ambaye yuko anafanya, yuko anatenda, yuko anaonekana. Zaidi ya yote, liko taji la uzima, liko taji la uzima. Kuna mamlaka mapya. Yesu anasema anakuja, macho yetu yatamwona, jicho langu litamwona, jicho lako litamwona, mfalme wa wafalme akishuka na mawingu. Anakuja kuhukumu ulimwengu, anakuja kumhukumu Glory na watoto wake. Kwa hakika kwa maisha haya Bwana ataninyakua. Ninautamani ule unyakuo, ninatamani kuvishwa taji la ushindi. Huu mwili wa kuharibika utakuwa umeharibika tu, utakuwa ni wa kuharibika tu. Huu mwili ni wafunza. Bwana nisaidie, Bwana nisaidie, ni urithi ufalme wako mimi na watoto wangu. Tuko kwenye kipindi cha 3. Rejea tena, njoo tena, njoo. Bado tuko kwenye kipindi cha 3. Kipindi cha 3 kitabebwa na ushuhuda mmoja. Kipindi cha kwanza kilikuwa na ushuhuda mmoja kwa habari ya mguu kupinda na mtoto wa kiume. Kipindi cha pili kimebebwa na ushuhuda wa vijana 6, watoto wa kiume 6 wapasua uti wa mgongo. Lakini kipengele cha 3 kinakuja tena. Kipengele cha 3 kinahusiana mbavu. Hizo mbavu zilivunjwa na nini? Karibu njoo tumege mkate. Alafu mbona namwambiaga mwenzako habari ya kwenda kuangalia mpira wa Yanga na Simba? Kwa nini unakaa hapo na kula vyakula vizuri umuiti jirani yako? Hebu tuma hiyo video imsaidie kwenye maisha yake. Kitu cha 3, tofautisha mwito wa watoto yatima na mwito wa watoto wa mazingira magumu ya rohoni. Kipengele chetu cha 3 kitahusiana na mbavu. Hizo mbavu zilienda wapi? Enda na Mwalimu Glory Mina. Mimi na baba yangu wa mbinguni. Kuna watu wengine wananiambia, kwa nini unapenda kujiita wewe ni mwana wa kifalme? Mimi ni mwana wa kifalme na uwezo wa Mungu uko ndani yangu. Mimi ni mwana wa kifalme. Watu waseme wasiseme, watajua wao. Ila mimi ninachojua ni mwana wa kifalme. Ni mrithi nyumbani kwa baba yangu. Ameenda kuniandalia makao. Yesu anapaa anaenda mbinguni, anasema ninakwenda kuandalieni makao. Mahali nilipo mimi, nanyi mtakuwepo. Sijini alisahau tu kulitaja jina la Glory, japo nilikuwa sijazaliwa miaka zaidi ya 2000. Ningetamani mimi angelitaja, maana alikuwa anajua kwamba kuna siku, kuna likamanda ni mwanamke litakuwepo. Alikuwa anajua. Angesema tu ili tutoe utata. Lakini mimi najijua nikiwepo na mimi. Haleluya. Anakwenda kuniandalia makao. Kwa hiyo Yesu alisema hata niita tena mtumwa, nimekuwa rafiki yake. So mimi, Mungu pamoja na Yesu huwa tunaongea kwa sababu yeye ni baba, mimi ni mwana. Atanipa kila taarifa, atanipa kila aina, atanipa kila aina ya signal zake zote, ataniambia. Sasa akaniambia Glory Mina, nikaitika, una wageni? Nikamwambia sina hela. Akaniambia nataka shinga, kama nataka 300,000. Sawa, nitakupa. Kweli kwa mazingira hapa na pale nikapata 300,000. Akaniambia fanya haraka, una wageni? Nikamwambia sawa, nikaandaa chakula. Akaniambia fanya haraka. Siku ya kwanza nikafanya na usafi, nikamuuliza kwani wako wangapi? Akaniambia hata mimi sijui, lakini wewe andaa chakula. Nikaandaa chakula, nikaandaa mahali pa kulala. Siku ya kwanza ikapita. Nikamwambia sasa baba yangu, mbona hawajaja? Na mimi nataka kuondoka. Akaniambia ratiba zote ninazo. Wasubiria wageni, wanatoka mbali. Kuna somo nataka ufundishe. Kwa hiyo sitakupa hilo somo mpaka wageni umewapokea. Nikasema baba yangu wa mbinguni, mfalme wa amani, somo gani tena? Hakuna somo niingie kwenye kamera kama bado hayo maisha sijayapitia. Mpaka niyapitie ndo niweze kuingia kwenye kamera. Mpaka nifundishwe kwa vitendo. Bwana kaniambia, subiria hao wageni mwanangu. Hao wageni wasubirie. Okay, nikawasubiria. Chakula kinaoza siku ya kwanza. Nikamwambia sina friji. Akaniambuka utakipasha, nikaenda nikakipasha.
Siku ya pili, siku ya tatu nikawapa watu wengine kile chakula, wakala. Akaniambia mbona umekigawa? Nikamwambia sasa nifanyeni? Sasa mimi acha hiki chakula nisikimwage, watu wale. Halafu wageni hao maarufu wazuri watakapokuja, mimi nitaenda kupika, hamna shida. Akaniambia sawa. Siku ya tano imefika saa 12 jioni. Akaniambia wamekaribia kufika. Nikamwambia sawa. Saa 3, saa 4, saa 5 nimechoka kabisa. Nikamwambia sasa wageni wako bwana, ni kama siasa zimekuwa nyingi tena za huku duniani. Leo ni siku ya 5. Akasema mimi ni Bwana Mungu wako, sikiliza sauti ya kiungu kutoka kwangu. Nikapiga magoti. Nikamwambia naam Bwana, nimekubali. Kaniambia wanaingia leo. Nikamwambia sawa. Nikakaa kwenye kochi nasinzia. Wakati nasinzia nimechoka na kazi. Akaniambia lala kitandani. Akaniamsha, Mfalme wa wafalme, ninaongea naye kama baba yangu. Aliniambia hata niita mtumwa, bali nimekuwa rafiki yake. Huyu rafiki mzuri sasa ndiye ninayekaa naye. Huyu rafiki mzuri sasa ndiye tumaini langu. Huyu rafiki mzuri sasa ndiye kiongozi wangu. Akaniambia lala kitandani. Nikatoka kwenye kochi nikapanda kitandani nikalala. Sasa nikalala kwa kujibana ili nisiharibu kitanda. Wageni wanakuja kulala. Nikalalia tumbo. Wakati nimelalia tumbo nikamwambia basi utaniamsha wageni watakapokaribia ili wanapogonga mlango niwahi kuwafungulia. Akaniambia sawa. Imefika saa 4:30, saa 5, saa 6, inaelekea saa 7. Hapo katikati huwa na maombi ya kawaida. Siku nilikuwa nimelala, akaniambia nimechoka. Akaniambia leo hata maombi usiombe kwa sababu umechoka. Nikalala. Saa 6 kama na dakika 20. Wageni hawa hapa. Unataka uwajue? Unataka uwaone? Au tuishie hapa? Mimi nafikiri tuishie hapa. Kwa sababu kwanza hata nini? Hata anayechukua hizi picha hajanionyesha kama niendelee. Hajaonyesha kama niendelee. Niache hapo? Ugeni sasa. Siku ya 5 nikiwa nasubiria ugeni. Wageni hawa hapa wakafika. Akafika mgeni mmoja. Aligusa mlango. Mlango ni wa geti. Kwa wale ambao wamefika pale nyumbani kwangu, pale ofisini kwangu, mlango ni wa geti. Akafika akaugusa. Nimeweka makomeo kwa ndani. Lakini aligusa kidogo tu mlango ukafunguka. Na makomeo yote wa. Najaribu kufungua macho namna hiyo. Mgeni ameshaingia ndani, amerudishia na mlango. Mgeni mwenyewe sasa. Nikakaza macho nimuone. Huku juu ni mwanadamu kichwa chake. Huku chini ni joka kubwa. Kushoto na kulia lina mbavu. Nikasema, Bwana Yesu, huyu ndo mgeni. Akaniambia, "Iya, ndo mgeni." Wewe mfanyaje? Likanisemesha ni mgeni lenyewe. Likasema, "Haya, kimya." Nikafunika macho. Likanisogelea. Likalala mgongoni kwangu. Ukubwa wake ni mara 2 ya huu mwili nilionao. Lilivolala shingo yake likaileta mpaka hapa namna hii kwenye shingo yangu. Maana huku lina kichwa kama cha mtu, japo ni kidogo, sio kikubwa sana. Ukubwa wake ni mara 2 ya mimi. Mbawa zake lina mbawa kushoto na kulia. Haya, nitasema nini? Limelala mgongoni. Ndo mgeni limelala mgongoni. Lilivolala mgongoni, likanyanyua namna hii yale mabawa. Likaanza kuyaleta vizuri kwenye mbawa zangu. Ndugu yangu, nilikuwa nasikia tu mbavu zinatenguka. Hasa ile mbawa yake iliyokuwa upande huu wa kushoto ambao umekuwa sawa na huu mguu. Mbavu zikaanza kufanya kaka. Nitasema nini? Kichwa chake limeunganisha hapa kwenye mdomo wangu. Naona hiki tumekaa vizuri. Sababu kamera bwana anataka kutoka kwenye kamera.
Kichwa chake kimekuja hapa namna hii. Sasa mdomo wake limelinganisha na mdomo wangu. Kinachotakiwa hapa niongee, na lazima niseme kwa jina la Yesu, na lenyewe haliko tayari mimi niseme kwa jina la Yesu. Mdomo wake wa lile joka umeweka kwenye mdomo wangu. Nikasema liwalo na liwe. Nikaita kwa sauti kuu, nikasema Bwana Yesu. Ule muda nikipaza sauti yangu kuita jina la Yesu mara moja, mdomo wangu nikiwa nimepanua sana, likaingiza yale meno yake, likafika mpaka hapa saizi hii, likakata ulimi. Lilivyokata ulimi, likatoka na kipande cha ulimi. Damu zikatiririka sana pale kwenye godoro, likatiririka sana. Baadaye likaanza kutoka taratibu, na kile kipande cha ulimi na zile damu zimetiririka. Ghafla nikatoka kwenye hayo mafunuo, nikarudi kwenye hali ya kawaida. Nimemwaga damu kila eneo, na lile ni mtu silioni tena, na mlango wangu uko wazi. Nikaruka sana kukimbia nje. Kumbe zile movement, watu walikuwa wamejaa nje wakiwa wanasikiliza kinachoendelea huko ndani. Wanatamani kuvunja huo mlango kwa sababu mlango umefungwa kwa makomeo ya ndani. Wanajaribu kuangalia mwalimu amevamiwa na kitu gani. Wanataka kunisaidia lakini uwezo wa kunisaidia hakuna. Ameitwa mpaka balozi, ameitwa mpaka mwenyekiti wa kijiji, lakini ule mlango ulifunguliwa. Aliyetoka huko ndani hakuna mtu aliyeona. Baadaye wanakuja kuniokoa, kuniangalia nimeloa damu kila mahali, lakini kuangalia mdomo wangu umevimba sana, lakini kuangalia pia wakakuta ulimi wangu umechanwa huku pa kuweka nyuzi kama 2 sijui, la maana palikuwa pana mchaniko mkubwa tu wa upande huu na upande huu. Ulimi huko, lakini kwa hapa katikati una kidonda kikubwa. Kuna kitu kama kisu kimechana hapa, na huko kitu kama kisu kimechana hapo. Umeona? Kwa hiyo hapa kuna maalama mawili. Nikabewa kupelekwa kwenye hospitali kubwa ya rufaa wanaohusiana na mambo ya ulimi. Hatuna namna ya kuambia. Wakaniangalia nimevimba, wakaniweka kwenye hodi mpaka ule uvimbe uishe. Lakini wataalamu wa ulimi waliitwa mara moja. Walipofika tu wataalamu wa ulimi wakagundisha gundi kwenye ule ulimi, na saa hiyo sikuwa natumia kula tena kwa ajili ya ulimi. Wakanitengenezea mambo mengine ambayo kama nitakula kwa kupitia hivyo. Nilikaa hospitali miezi 3 nikiwa ninamngoja Bwana anikumbuke wakati wa dhiki yangu, anikumbuke wakati wa aibu yangu, anikumbuke wakati wa fedheha yangu, anikumbuke wakati wa kusemwa vibaya, anikumbuke wakati wa mateso na aibu, wakati watu wanapotamani kunitoa kwenye mwito. Nikiyakumbuka haya, ninaimba wimbo mmoja tu: ni Ebeneza, Mungu wangu ni Ebeneza, Baba yangu ni Ebeneza, wewe ni Ebeneza. Ndio maana wakati mwingine watu hawanielewi. Wanaponyanyuka na vita kubwa kwa ajili ya Glorymina, nimebeba agano la kiungu, nimebeba kusudi la kiungu, nimebeba utukufu wa kiungu. Ninaichutumilia mbingu mpya na nchi mpya na utukufu wa Mungu kuonekana. Haleluya, 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 haleluya. Mwana wa Mungu, umekata tamaa wapi? Nani amekunyamazisha? Maneno ya wanadamu yamekunyamazisha, mabaya ya wanadamu yamekunyamazisha, vita vya wanadamu vimekunyamazisha, huzuni ya wanadamu imekunyamazisha, umaskini ulio nao umekunyamazisha, vita kubwa kwenye uchumi wako vimekunyamazisha. Inua imani yako iliyonyamaza, inua imani yako iliyonyamaza, inua imani yako iliyonyamaza, inua baba, inua mama, inua. Yesu yuko karibu. Kila mmoja atabeba msalaba wake mwenyewe. Yesu yuko karibu, mwana wa Mungu. Yesu yuko karibu sana. Yesu yuko karibu sana. Yesu yuko karibu mno. Nyanyuka usinzia.
Nyanyuka uliyekata tamaa. Wakati nikiwa kwenye hospitali ya rufaa nikamwambia Mungu, Baba unanifundisha nini? Baba unaniambia nini? Ananiambia, Glory, mimi nakuandaa kwenye masomo ya ukombozi. Mwanangu, ninakupenda. Katikati ya maji nitakuwa na wewe. Katikati ya mito yenye damu nitakuwa na wewe. Katikati ya moto mkali nitakuwa na wewe. Sitakuacha ukaibika. Kwa hiyo ninakuandaa kuwa mwalimu bora wa masomo ya ukombozi, na utasimama kufundisha kwa habari ya ufalme wa Uajemi. Huyo mgeni alikuwa ni mfalme wa Uajemi. Huyo mgeni alikuwa ni mfalme wa Uajemi. Huyo mgeni alikuwa ni jitu moja linaitwa Liogu. Twende Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Kumbukumbu la Torati. Torati, nivumilie kidogo. 3:11. Kumbukumbu la Torati 3:11 nasema, kwani aliyesalia katika mabaki ya Warefai ni Ogu pekee, mfalme wa Bashani. Tazama, kitanda chake kilikuwa kitanda cha chuma. Kitanda hicho, je, hakiko laba kwa wana wa Amoni? Urefu wake ulikuwa ni dhiraa 9 na upana wake dhiraa 8, kwa mfano wa mkono wa mtu. Na nchi hiyo ilitwaliwa kwa miliki yetu wakati huo kutoka. Niko mstari wa 11. Sasa ndipo nilipopewa hii Kumbukumbu la Torati 3 mstari wa 11 kwamba nimekuletea mgeni Ogu, ni mfalme wa Bashani, na kitanda chake kiko laba, mpaka leo kinahijiwa, mpaka leo kinahijiwa, mpaka leo kinahijiwa. Ni kitanda kile kiko laba. Wachawi wanakwenda kukihiji, watu wa mabaya wanakwenda kukihiji, wanakwenda kuchukua nguvu hapo. Glory, mimi nimekuinua kwa wakati mgumu, nimekuinua wakati wa kizazi hiki cha ukaidi. Utakataliwa na wanadamu, utakataliwa na wachungaji, utakataliwa na marafiki zako, utatengwa na watu wako wa karibu. Kila atakayekaa na wewe atakuona kama wewe umekuwa balaa kwake, lakini mkono wangu hautakupunguka mwanangu. Popote utakapokanyaga, simba wa kabila wa Yuda nitakuwa pamoja na wewe. Utafyeka mapori mengi, utapita kwenye mabonde na milima, utapita kwenye huduma ngumu sana ambazo watu wengine hawawezi kupita. Utapita kwenye bonde la uvuli wa mauti. Mimi nimekupiga chapa yangu. Mimi Yesu nimekuweka chapa yangu, na ndio maana nilikuwa na wewe wakati unang'atwa mdomo wako na Liogu. Liogu nililiachilia mimi ndo nilisema uje ujifunze kwa vitendo. Ndio maana ninakwambia safari ya waenda mbinguni waliobeba maono ni safari ngumu sana, ni safari ya kujikana, ni safari ya kumuita Mungu, ni safari ya kusubiri sauti ya Mungu, ni safari ya mwitikio, na damu ya Yesu Kristo aliye hai itakuwa pamoja nawe. Akaniambia Yesu, nilisema sitakuita mtumwa, wewe umekuwa rafiki yangu. Hivyo rafiki yangu, twende tutembee kwenye mtembeleo mmoja mimi na wewe. Akaanza kunifundisha mfalme wa Uajemi. Angalia, Biblia inasema upana wake ni mikono 4. Urefu wake ni mikono 9. Sawa mwana wa mfalme Yesu? Huyo mtu ni mkubwa kiasi gani? Huyo ndiye aliyekuja kunibomoa kupeleka hospitali, nikakutana na specialist wa ulimi. Leo ninakula hata vyakula vya moto sana, sina shida. Haikutosha hiyo tu. Kumbuka alikuwa anavunja mbavu. Siku ukija tukaonana uso kwa uso, nikumbushe, niambie, naomba nione hiyo mbavu. Kama ni mtoto wa kike na nikipata neema nitakuonyesha, utaiona. Kama ni mtoto wa kiume nitakugusisha uione, kwa sababu ni inaonekana. Mbavu zingine zilikubali kuchomelewa zikakaa sawa, hii moja ilipinda. Kwa kupinda kwake saa zingine unakuta ninaweza nikasimama kwa ugumu. Ninatembea na belt la nina mkanda ambao ni ili nisimame nihubiri kwa muda.
ili nisimame nihubiri kwa muda, nikakutana na vita nyingine mtandaoni. Watu wanasema mwanamke haruhusiwi kuhubiri. Haya ni ya kwako. Agano langu na Mungu hakuna mtu wa kulipinga. Injili nitahubiri, madhabahuni nitasimama, mitaani nitasimama, nitazungumza uzuri wa Bwana, kila eneo nitasimama, maredioni nitaenda, kwenye media nitaenda, kwa sababu Bwana amenichapa muhuri nihubiri Injili. Haleluya, haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi hii mbavu inaonekana ni hii hapa. Hata nikigusaga mwenyewe, hata wakati wa kuoga, dodoki wasikitishi huku, naiogopa maana inaniuma. Ukigusa tu inaanza kuuma. Huwa ushahidi mmoja wapo. Unaogopa nini? Unaogopa nini? Una mwito gani? Bwana ameweka nini kwako? Umeogopa majungu kanisani? Mchungaji umekimbia kanisa kwa sababu ya majungu. Mwinjilisti umekimbia kanisa kwa ajili ya majungu. Umekimbia ofisi. Wewe ni nani? Wewe ni nani? Mimi sikuweza. Nitakimbia niende wapi? Maana jicho la Bwana liko linaniona. Nikafundisha kwa habari ya maombi ya ukombozi. Huyu mfalme wa Uajemi. Haya masomo kwenye media zingine utakuta nilianza kuyaachilia, lakini sasa ninajipanga kwa upya kwenye chaneli hii ya mtoto. Nitaanza kurekodi kuanzia kipindi cha kwanza mpaka kipindi cha mwisho. Vipindi viko 24 utavipata kwenye hii chaneli yetu ya Mtoto wa Kiume TV. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwana sifiwe. Shangilia Bwana katika mapito unayopitia. Shangilia Bwana. Yesu anakutengeneza. Yesu anakung'arisha. Yesu anakumeremetesha. Amka, amka. Usizimishe kile ambacho Bwana amekupatia. Amka mwanangu, songa mbele, songa mbele, songa mbele. Funika macho yako, tushukuru Mungu. Baba, ninakushukuru sana. Asante kwa upendeleo wako. Asante kwa nguvu zako. Asante kwa shuhuda hizi. Asante Mungu wangu. Unawabadilisha watoto wangu tena. Unawafungua masikio. Unawafungua ufahamu. Katika damu ya Yesu Kristo aliye hai. Mikononi mwako Baba, ninakushukuru sana kwa habari ya kipindi hiki. Yesu, tukufu ni wako na dhamani zako, nikiomba na kuamini. Amen. 0768972891 ndio namba ya Mwalimu Glorymina Venance Mpua. Utampata yeye mwenyewe, ataipokea hiyo simu yako. Na kupenda na kujali na kuthamini zaidi ya yote.